Karibu sana katika kituo hichi. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia, unazidi kupiga subscription, lakini pia unazidi kushare kanda zetu kwa vikundi tofauti tofauti, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunazidi kuijenga familia kubwa ya kuhakikisha kwamba tunapata kuelimika na kupata kutaarifika kuhusu masuala yanaweza kutokea karibu na sisi. Sasa msikilizaji, ikiwa ni mara yako ya kwanza kunipata, jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba nakusogeshea karibu matukio yanayoweza kutokea na yanayoweza kuwa yanakuhusu. Sasa katika siku ya leo, taarifa ambayo imeweza kunifikia ni kuhusu maandamano yaliyoweza kushuhudiwa siku ya jana. Sasa msikilizaji, mji wa Arusha siku ya tarehe 26 usiku wameweza kushuhudia maandamano makali kutoka kwa wananchi, maandamano yaliyoweza kusababishwa na polisi. Polisi katika eneo la Arusha waliweza kujitokeza na kuweza kuamua kuwadhibiti wananchi kukosa kujitokeza na kukosa kufanya maandamano. Sasa elewa kwamba serikali ya Samia Suluhu imeweza kuimarisha ulinzi mchana wote. Wanahakikisha kwamba wananchi hawawezi kushiriki maandamano. Sasa wananchi wa Arusha wakaweza kutokea baada ya giza kuingia. Kundi kubwa likaweza kuja pamoja, kukusanyika na kuweza kuyafanya maandamano. Na sasa hichi kimesababishwa na, msikilizaji, polisi waliweza kuwapiga wananchi. Polisi waliweza kuwapiga wananchi katika eneo lile ili waweze kurejea manyumbani kwao, wasiweze kushiriki maandamano. Na jambo hilo likaweza kuwaghadhabisha raia wa eneo la Arusha na kuweza kuwatia moto zaidi kutoka na kuweza kuhakikisha kwamba maandamano yamepata kufanyika. Sasa elewa kwamba msikilizaji, kilichokuwa kinafanyika ni kwamba tarehe 25 kuliandaliwa maandamano nchini Tanzania. Maandamano ambayo baadhi ya maeneo watu waliweza kutokea na wakaweza kushiriki katika maandamano hayo. Lakini sasa kuna sehemu ambazo ziliweza kudhibitiwa na polisi ili kwamba wasiweze kuwaruhusu wananchi kutokea na kushiriki maandamano yale. Kwa hivyo ikawa maandamano yale ya tarehe 25 ni ya mwendelezo ama yaliweza kuendelezwa tarehe 26, kwa sababu ndio kwamba uwepo wa polisi haukuwa mkubwa katika eneo lile. Kwa hivyo pindi wananchi wanaanza kujitokeza katika kuhakikisha kwamba maandamano hayo yanafanyika, polisi wakaweza kuwapiga ili kuweza kuwarudisha ndani na maandamano hayo yasiweze kufanyika. Lakini sasa jambo hilo likaonyesha kuwaghadhabisha sana raia wa eneo la Arusha, ambao baadaye waliweza kukusanyika kwa wingi na kuweza kuwafurusha polisi, na hivyo kuweza kupata nafasi ya kuweza kufanya maandamano hayo usiku wa kuamkia leo. Msikilizaji, itakumbukwa kwamba kuna matukio mengi nchini Tanzania ambayo yanawafanya wananchi kutoka maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania kuweza kushiriki maandamano. Baadhi ya masuala ambayo yanaweza kuwafanya wananchi kushiriki maandamano ni kwamba
kuna miili kadhaa ya Watanzania walioweza kuuawa na walioweza kupotezwa na serikali ya Samia. Kuna watu kadhaa pia wameweza kutekwa, wengine wameweza kuwekwa mafichoni wasiweze kuonekana. Kisa cha hivi karibuni kilikuwa cha bwana yule Julius Luyole ambaye aliweza kutekwa hadharani mchana na polisi ambao hakuweza kuvaa sare zao rasmi. Bwana huyo aliweza kutekwa mchana wazi na akaweza kupelekwa na polisi, lakini tangu siku hiyo haijawahi kusikika na hajawahi kuonekana. Hajawahi kufikishwa mahakamani na hajawahi kuonekana popote kwenye umma. Sasa masuala kama haya yanazua ghadhabu kati ya wananchi na yanaonyesha kwamba serikali ya Samia Suluhu haijaweza kufuata sheria za Tanzania, lakini pia Watanzania hawajaweza kuridhishwa na uongozi wa Samia Suluhu. Lakini pia uchaguzi ulivyoweza kufanyika nchini Tanzania haukuweza kufikia malengo yale Watanzania waliweza kuyakusudia ya kuweza kupata uchaguzi huru wa kuweza kuchagua viongozi ambao wenyewe wanawapenda na ambao wangeweza kuwataka waweze kuwatawala. Sasa matukio haya yanazidi kutokea na yanazidi kuzua ghadhabu, na sasa inafikia kipindi wakati wananchi wameweza kuchoshwa sana na wanaweza kulipuka kwa njia ya kuweza kufanya maandamano. Lakini sasa serikali ya Samia inahakikisha kwamba wananchi hawajaweza kushiriki katika maandamano hayo, kwa sababu itaonekana kwamba serikali haipendwi ama hawana mapenzi na Watanzania. Kama nilivyoweza kusoma baadhi ya alivyoweza kuzungumza waziri mkuu, kwamba waziri mkuu nchini Tanzania aliweza kusema kwamba wananchi wanapataka kufurahia kipindi ambapo polisi wanapatwa na matatizo. Akawa nalikemea hilo, lakini wananchi wakawa wanalifurahia kwa sababu polisi wanahakikisha kwamba wamewadhibiti kipindi wanajitafutia haki na kipindi wanapigania wenzao walioweza kupotezwa na polisi wale wale walioweza kutumika na serikali hii katili ya Samia Suluhu. Msikilizaji, masuala kadhaa yanazidi kutokea, visa kadhaa vinazidi kutokea, na kuna mambo kadhaa yanazidi kutokea chini ya uongozi wa Samia Suluhu ambayo sio bora, na kwa hivyo wananchi lazima waweze kujibu kwa kuweza kujiongea na kuzungumza kile ambacho kinaweza kuwahusu. Lakini sasa serikali ya Samia pia inajaribu kuonyesha kwamba hamna tatizo lolote Watanzania wanapitia na kila mtu anafaa atulie, kwa sababu kila kitu kipo sawa kulingana na serikali au viongozi waliopo katika chini ya serikali ya Samia Suluhu. Msikilizaji, naomba nikuchezee baadhi ya picha zilizoweza kushuhudiwa ama zilizoweza kunaswa kutokana na maandamano yaliweza kufanyika katika mji wa Arusha usiku wa kuamkia leo, ili upate kupitia na upate kuelewa ni kipi haswa kilikuwa kinaendelea. Lakini pia utaweza kusikia baadhi ya sauti zinazoweza kutolewa na waandamanaji wale, ili ukaweza kuelewa kwamba walikuwa wanakihitaji kipi kiweze kufanyika na walikuwa wanahitaji haki za kinamna gani. Video hizo mtaziandamanisha na sauti hizi ili uweze kuzitazama msikilizaji. Lakini ikiwa ni mara ya kwanza unaweza kutufikia, hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription, unazidi kutufuatilia katika mitandao, lakini pia hakikisha kwamba unazidi kushare kanda zetu kwenye makundi mbalimbali, ili kuweza kuhakikisha kwamba familia yetu inazidi kuwa kubwa zaidi na tunazidi kupatana hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunajuzana, tunafahamishana, lakini pia tunapata kuelimishana
kuhusu yale ambayo yanatokea, na kila siku kituo hichi kipo kwa ajili ya mwananchi. Watenda